Leo katika makala yetu maalum tunamulika nyota inayozidi kung'aa licha ya changamoto za mazingira. Tunamzungumzia msanii anayefahamika kama Nyago Man, ambaye wengi wanamuita dhahabu inayong'aa matopeni. Huyu ni msanii ambaye safari yake ina mafunzo makubwa manne kwa jamii yetu. Kwanza, mazingira. Kwa Nyago Man, mazingira yamekuwa chachu na sio kikwazo. Licha ya kuishi kwenye uswahilini, sehemu ambazo wengi huziona kama hazifai, yeye hakuruhusu hali hiyo imumeze. Badala yake, ameitumia hali halisi ya mtaani kama silaha yake. Kelele za mtaani hazikuzima sauti ya kipaji chake, na amegeuza changamoto za kila siku kuwa sanaa ya kipekee. Kinachomtofautisha Nyago Man ni uthubutu. Katika mazingira ambayo vijana wengi hukata tamaa, yeye alichagua kamera na kipaji. Anapambana kutengeneza content na muziki bila kusubiri support kubwa. Hii inaonyesha kuwa nia ikiwa kubwa, rasilimali kidogo zinatosha kuanza. Yeye ni balozi wa kitaa. Nyago Man amebeba uhalisia, haigizi maisha ambayo hana. Amegeuka kuwa sauti ya vijana wa mtaani, akiwakumbusha kuwa unaweza kutoboa ukiwa hapo hapo ulipo. Yeye ni ushahidi kwamba kipaji hakihitaji jumba la kifahari, kinahitaji moyo wa dhati. Na mwisho, ujumbe wa habari update kwenda kwa Nyago Man: endelea kukaza buti. Dunia ya sasa haijali unalala wapi, inajali una nini kichwani na moyoni. Kila hatua unayopiga ni ushindi dhidi ya hali uliyokuta. Wewe ni ua linalochanua katikati ya miiba. Usiache kupambana mpaka dunia nzima ijue jina lako. Mimi nimekuwa mtangazaji wako, Ibrahim. Usisahau kutufuatilia Instagram, Facebook na YouTube kwa jina la Habari Update. Asante kwa kututazama.